kamfundisha Qur'ani hiyo, kamfundisha wahi huo, shadidul quwa, mkali wa nguvu, mwingi wa nguvu. Aliyemfundisha hiyo Qur'ani ni mwingi wa nguvu. Allamahu, kamfundisha hiyo Qur'ani, huwa wahi, shadidul quwa, mwingi wa nguvu ndo alomfundisha. Huyu mwingi wa nguvu nani? Wako wafasiri wanasema ni Mwenyezi Mungu mwenyewe, wako wafasiri wanasema huyu ni Jibril. Sasa tutiririke mbele tuone huyu mwingi wa nguvu anaokusudiwa hapa ni Jibril au Mungu mwenyewe. Dhumirratin fastawa, mwenye mapito. Dhumirratin na tafsiri mimi mwenye mapito. Mirra na itafsiri kutokana na marra ya murru, kupita. Ingekuwa murra ni kitu kichungu, mirra ni mapito. Maana yake nini ana mapito? Yani anazo njia za kuufikisha huo ujumbe. Allamahu shadidul quwa, kamfundisha mkali wa nguvu, mwenye nguvu nyingi sana. Kwa nini asemwe aliyefundisha mwenye nguvu? Maana yake zinaweza kuja fikra, mwalimu akiwa mwepesi na mwanafunzi naye atakuwa nini? Atakuwa mwepesi. Lakini mwalimu akiwa strong na mwanafunzi anakuwa strong. Na nyie tazameni, sisi tuliojifunza kwa walimu imara tumekuwa na sisi imara, na nyie mkijifunza kwa walimu imara mtakuwa imara. Lakini tazama wale waliojifunza kwa walimu ambao si imara, wanajmi sinapa kwa nyota dhahiri idha, pale ambapo hawa imedondoka. Tuko pamoja mavala yapotea sahibukum, mwenzenu huyu Muhammad muradi wake wama kawa wala hajapotoka dhahiri. Wamekuwa vipi na wao? Kwa sababu si shadidul quwa. When a teacher is strong, you expect to get strong students. Mwalimu anapokuwa imara unatarajia kupata wanafunzi imara. But when the teacher is weak, expect weak students. Lakini mwalimu anapokuwa dhaifu, tarajia pia wanafunzi dhaifu. Anaweza kuchomoka mmoja mmoja hivi na nini, si sana. Hata nchi ikipata rais yuko shapu, anafuatilia mambo, anatoa misimamo, basi utakuta na mawaziri wote, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, asu nani wanakamata mwendo huo wengi sana. Lakini akishakuwa na edoro na mambo yanakwenda hivyo hivyo. Ndio nchi zetu. Zitazameni nyewe, fanyeni uchunguzi, wala msitaje majina ya watu. Haifai kutaja majina ya watu. Nyewe fanyeni uchunguzi tu. Sala ya Ijumaa tu akisalisha, akitoa hutuba, khatibu strong, utaona mpaka ile sala inachangamka. Lakini likija hutuba lile la Ibn Nabata, anavaa miwani, usikum wa nafsi bi taqwallah amma ba'du, halafu imemdondoka miwani, hutuba imesimama, kwanza anaokota miwani anaweka sawa, amma ba'du tayari mshadorora yote kwenye hutuba mpaka sala ile dorora. Lakini khatibu akiwa yuko strong, utaona wasikilizaji wote walioko nje, kila mmoja anaona nachelewa, hutuba tamu, anaingia anaipata, sala inachangamka. Tujitahidi kuwa imara, tupate wanafunzi imara, tupate makundi imara, tupate misimamo imara. Allamahu shadidul quwa dhu mirratin, mwenye mapito. Anajua hapa apite vipi na pale apite vipi, njia gani apenye mpaka jambo lifike. Methods. Unajua hii dhu mirratin kuipata mwenye mapito itakupa tabu kidogo, lakini ndio ikamate. Alafu katizame na wafasiri wengine wanavyokwenda. Marra yamurru, mirra mapito, marran mirra haia, namna ya upitaji, ana namna yake ya kupita, ndio anafikia. Na hii inaitwa methodology, mbinu za ufundishaji. Anapita vipi yule mwalimu? Akikosea kupita mwalimu, haliingii kwenye kichwa somo gumu. Ndio ukisomea walimu kuna somo linaloitwa teaching methodology. Huyu mwalimu huyu kidogo, unajua teaching methodology zipo, lazima usome mbinu za ufundishaji. Kama hujui teaching methodology,
tabu sana katika mambo ya ualimu. Na wengine Mungu anawapa tu bahati, hawajasomea teaching methodologies, lakini Mwenyezi Mungu anawapa vipaji, wana mbinu nyingi za kufundisha. Jambo lile lile unaweza kumpa mtu wa kwanza akalizungumza lisifahamike, wa pili akalizungumza lisifahamike, akilizungumza watatu ukalifahamu. Kuna jamaa mmoja simtaji jina lake, ilikuwa tunafuatana naye sisi kwenye mihadhara na nini. Ye hajui sana mambo, lakini ukimwambia anakwambia Sheikh Msabba, mimi nataka kwenda kuzungumza pale, wala sina mada, hebu nipe mada. Unampa, nifahamishe hii mada iko vipi, hii aya yake inasema hivi, iko sura gani, hadithi yake inasema, unamfahamisha. Akishafahamu yeye tu hiyo karatasi anakwambia chukua mwenyewe, mpe pale dakika 45 au saa nzima, atazungumza mpaka utamuonea choyo, atasema vizuri kuliko wewe uliompa mada. Alipewa jukumu la kutoa hutuba za Ijumaa mahala, ikawa siku yeye anafanya kazi ile siku ya Ijumaa, ile saa 6 yeye anatoka kazini, anakuwa tangu nyumbani kwake, kishagoga, kishavaa kanzu, anakuja kwangu madrasa kwangu. Ijumaa mimi nakuepo tu pale madrasa nasoma soma, anakuja, bwana leo nina hutuba sasa hivi saa 6, sijui hata niseme nini. Anakaa kitako, nipe, nampa mada, basi sema hivi, ile gani ile, iko wapi unasoma? Alafu anakwenda kupiga kitu. Nikawa mimi sasa natoka, namfuata kidogo kidogo na kwenda. Akiingia msikitini, akipanda kwenye member, mimi nakaa nje asinione, anabia kitu kuliko nilivyomwambia. Nisema huyu jamaa moto ana hatari, kichwa chake ana mapito dhumiratin. Wewe unaweza kuwa na mpito mmoja, ukishakumpa na mapito 6 7, anaweza kuacha yako akapenya huku, akazunguka akarudia lako akalinyofoa, akatundika jingine lilomjia kichwani, tayari ngoma isha nawiri. Dhumiratin. Basi fastawa, akalingana na hii kazi aliyopewa. Kwa ile sifa kwamba ana mapito, kazi ya kufikisha wahi na kumfundisha mtume ikamfaa, akafanana nayo, akabalance. Fastawa, akalingana, akawa sawa sawa, ni mahala pake hasa mtu huyu mwenye mapito namna hii afikishe huo ujumbe. Ndio tafsiri makini tunaiita hii. Tutaona ni sifa za nani hizi. Istawa imewapa watu tabu sana kwenye tafsiri ya Qur'an. Mimi katika aya nilizozifanyia kazi sana kwenye maktaba kubwa ya Madina ni pamoja na hizi istiwa, istawa. Sababu nilijua kuna mizozo mingi, ala al-arsh istawa ar-rahman, istawa. Kwa hivyo nilikuwa nikienda, nimekwambia ni library ya chuo kikuu cha Islamic University of Madina ni kama jengo lile la Michenzani linoanzia pale Kiswandui likaishia hapa roundabout. Lakini tu ghorofa ya chini na ghorofa ya juu, urefu wote ule ni maktaba. Chini vitabu, juu vitabu. Likifunguliwa lango la huku na milango ya katikati, unaliona mpaka lango la mwisho kule roundabout. Vitabu huku, vitabu. Utafikiri umeingia kwenye shamba la mikarafuu Pemba. Vitabu. Na juu ukenda hali kadhalika, unaweza kupata wazimu. Meza zao zile kubwa ndefu, basi nikiamua kuishughulikia aya natafuta tafsiri 13 15 kubwa naziweka pale. Al-Baghawi, Al-Maraghi, Zamakhshari, Sunani, yote naacha pale, Ibn Kathiri, Suyuti, Yunani, kila mtu naiweka kwanza pale. Aya moja tu natazama tafsiri 13 wamesema nini katika lile neno nalo litafuta lenye kunisumbua. Tena mwisho natoa notebook, unachukua yale maelezo niloridhika nayo. Halafu mpaka yule Misri anayesimamia maktaba akawa anakasirika, kwa sababu analazimika yeye kurudisha vitabu baada ya mimi kuvitoa. Anaduna mwisho. Nikaongenda na mgaia reali moja kule unakunywa soda zile za kikopo. Unatia reali moja unabonyeza, hizi siku hizi zimekuja za kubonyeza, inatoka soda kama kwenye bandari za Bakhresa sikaweka zile za kutia noti ya shilingi 1000 alafu kubonyeza ikatoka soda. Mimi nimeanza kuziona miaka 90 kule. Inaitwa reali moja ya Saudia noti, unabonyeza unachagua soda yote. Alikuwa akibonyeza anachagua soda ya shani, hizi shani za kopo. Anatia reali moja anabonyeza shani. Basi naambia haqqak real da. Khalas. Ahsant. Na iangalia istawa tu. Dhumirati, mwenye mapito. Fastawa, basi akalingana na lile jukumu la kupeleka wahi. Kwa sababu wahi upelekwa kwa mapito mbalimbali ili uweze kufika. Kwa sababu watu hawafahamu kwa njia moja. Yuko atakayefahamu hivi, yuko atakayefahamu kwa mfano mwingine. Na ndio maana walimu wanasema katika psychology darasani,
Kuna mwanafunzi ukiandika heading tu pale, force of gravity, unasomeza physics hapo, force of gravity, mwanafunzi genius hodari kisha fahamu somo lote kwa ile heading tu, kwa sababu yeye anakwenda maktaba, anafungua mavitabu, kisha kutana na force of gravity, kisha isoma, ashajua mwalimu anataka kusema nini. Halafu mwalimu anaandika somo lote, mwingine anaanza kulisoma. Isaac Newton, the founder of this theory, said, anasoma. Kumaliza, mwalimu hajaanza kufafanua, kisha fahamu. Ikifafanuliwa tena, yeye sasa anakwenda sambamba. Kuna mwingine mpaka mwalimu anaanza kuisoma anafahamu. Kuna mwingine mwalimu mpaka anaitafsiri ndio anafahamu. Mwingine mpaka mwalimu anatoa mifano ndio anafahamu. Mwingine mpaka anapewa homework anafahamu. Mwingine mpaka anafanywa correction asahihishiwe makosa yake ndio anafahamu. Mwingine mpaka anafanywa correction hajafahamu mpaka kufa. Sasa kama mwalimu hana mapito, unawapata vipi wanafunzi hawa? Unaweza kuwa una material, wewe mwalimu mzuri kwa maana una elimu nyingi, lakini kufundisha huna mapito, huwezi kufikia. Sasa Qur'ani inataka mwenye mapito anaolingana kuifikisha nini? Qur'an. Dhumiratin fastawa. Wa huwa bil ufuqil a'la. Na hii Qur'ani iko katika upeo wa juu, au na huyu mwalimu yuko katika upeo wa juu. Lakini ile huwa tunasema kwenye Qur'ani ndo tumeanza kuiqualify in huwa illa wahyun yuha, basi wa huwa kwa kuwa wao inaunganishia atfu, tutasema wa huwa, na hii Qur'ani iko katika upeo wa juu, hiyo ambayo haitamki kwa matamanio, kuliko kusema na huyu mwalimu yuko katika upeo wa juu. Lakini hata ukisema na huyu mwalimu yuko katika upeo wa juu, maana kama mwalimu mwenyewe ni level ya juu na anachokifundisha kitakuwaje? Kitakuwa katika upeo wa juu. Ni sawa na kusema yule bana, yule mpishi qualified kasomea kupika yule. Jana katupikia chakula tumefurahia, ina maana ndio chakula kitakuwa sasa ni cha daraja la juu kwa sababu ya sifa za yule. Lakini ukenda moja kwa moja, jamaa katupikia chakula jana, safi sana, unakisifu kile chakula chenyewe. Kwa hivyo wa huwa, na hii Qur'ani bil ufuqil a'la, iko katika upeo wa juu. Ndio maana imetaka mwalimu mwenye sifa za kweli kuja kuileta na kuifundisha. Na leo Suratul Najm inatuthibitishia haya tunayoyasema peke yake yanaonyesha wazi kwamba Qur'ani iko katika upeo wa juu. Tumeelewana? Au wa huwa, na huyo mwalimu anayefundisha ni wa daraja la juu kabisa, wa upeo wa juu kabisa, kamchagua Mwenyezi Mungu kufundisha hiyo, kwa sababu hii Qur'ani haitaki mwalimu mwepesi. Usende kupeleka mwalimu wa Kiingereza katika skuli ukamlipa mishahara, kumbe mwalimu mwenyewe yes mzungu hali fenesi. Kiingereza chake cha kuokota. Lazima awe qualified, anajua Kiingereza vizuri. Ndio tatizo, changamoto yetu pale mahali mlovaa miwani. Changamoto yetu kule. Kwa sababu wewe unataka skuli yako iwe na quality elimu. Alafu unaokota walimu waliokuwa sio qualified. Waje pale, watafundisha vizuri vipi? Huwezi kunyanyua viwango vya elimu kama hujatafuta walimu wazuri. Tizama hapa darasa ilivyoanza na sasa ilivyo. Si kwa sababu hama bwana wamesema bwana njoo kule tufanye kazi. Sasa tunashirikiana, unaona kila siku darasa inaimarika. Lakini ingekuwa wale wakala kanena anna ya kwamba na huku unasinzia dhahiri, pangebaki watu wawili tu hapa. Tumefahamiana? Inna Allaha yuhibbu idha amila ahadukum an yutqina. Mwenyezi Mungu anapenda akifanya mwenzenu jambo, mmoja wenu jambo, alifanye vizuri. Kama huliwezi waachie wanaoliweza. Usikumbatie mambo yanayokushinda. Wa huwa bil ufuqil a'la, na yeye yuko katika upeo wa juu. Wako waliosema ufuqil a'la, upeo wa juu, maana yake uko kule mbali. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim, tutaonesha aya zetu katika peo za mbali. Ndio ufuq inakuja kwa maana ya upeo, horizon kwa Kiingereza, al-a'la wa juu. Lakini hapa manake kakaa upeo wa juu, anafundisha kwa mbali, au manake elimu yake na uwezo wake uko juu, au kile kitabu kilicholetwa na wahi uko katika level ya juu sana, au kwa maana juu yuko kule mbali kakaa. Ngoja tudokeze somo hili. Ikiwa wahi huu wa Qur'ani kama tunavyosema amepewa Jibril,
alayhi salam kumfikishia mtume sallallahu alayhi wasallam. Jibril alikaa mbali na mtume au alikuwa karibu? Chukua hadithi moja tu katika 40 Nawawi. Bainama nahnu julusun, tulipokuwa tumekaa kitako, anasema Sayyidna Umar, akaja mtu kwetu, itala alaina rajul, alipofika kwa mtume, fa asnada rukubataihi ila rukubatayhi nabii wa wadha kaffayhi ala fakhidhihi wa qala ya Muhammad, akagutanisha magoti yake, akagusanisha na magoti ya mtume, alafu akaweka mikono yake kwenye nini, kwenye mapaja yake, alafu akasema ya Muhammad. Alikaa mbali bil ufuqil a'la au alikaa karibu? Sasa ufuqil a'la maana yake kakaa kule, anamuita ya Muhammad isma al-Qur'an, na mtume anaanza kutafuta inatoka wapi sauti hii? Mbona katika Iqra wanatuambia sababu nuzuli, mtume SAW alijiwa na Jibrili, akakusanywa akatikiswa hivyo, akaambiwa Iqra, akasema ma ana biqari, mimi si msomaji. Alikaa mbali au alikuwa karibu? Kuna hadithi kadha wa kadha, mtume sema ausani khalili Jibril, kanihusia rafiki yangu wa karibu Jibril. Maana khalili ni rafiki wa karibu, kama alivyosema Mwenyezi Mungu, watakhadha Allahu Ibrahima khalila, Mwenyezi Mungu akamfanya Ibrahim kuwa rafiki wa karibu. Sasa tena mbali, anakaa mbali vipi? Wa huwa bil ufuqil a'la. Na hii Qur'ani iko katika upeo wa juu kabisa, haifanani kabisa na uwezo wa watu walioteremshiwa. Wale Waarabu walioteremshiwa Qur'ani, Makuraishi pale na watu wa Madina, uwezo wao haufanani kabisa na Qur'ani, iko juu kuliko wao. Ndio maana imewatawala wao, ikatawala na karne na inatutawala na sisi na watakao kuja, kwa sababu ina upeo mkubwa wa juu sana. Kila mmoja anaipokea kwa kiwango chake. Ni sawa sawa na mtoto anakwambia baba ngaie pesa, ana miaka 2 au 3, unamtolea noti ya shilingi 10,000. Anambia hii hapa. Baina yeye kukuomba pesa na kumpa 10,000, hebu pima hapa. Masafa yake yako ngapi? Marefu kwa kweli? Au unatoka nyumbani mkiwa sema bwana leo hujaacha pesa kitoweo, unatoa dola 100, unaambia haya hiyo hapo, unaondoka. Bil ufuqil a'la, iko katika upeo wa juu sana hiyo, dola 100 kwa ajili ya kununua samaki tu wa mchuzi. Bil ufuqil a'la. Na mtoto mdogo anataka pesa ya pipi, unampa noti 10,000. Bil ufuqil a'la. Waarabu hawajui kusoma wala kuandika, waletewe kitabu cha Qur'ani, kina miujiza, kina sayansi, kina hisabu, kinatawala na dunia. Bil ufuqil a'la, iko katika upeo wa juu sana. Tumeelewana? Wa huwa bil ufuqil a'la. Hata akiwa Jibril basi naye ni wa upeo wa juu kwa kuleta hiyo Qur'an.